Ami, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Vipi hali? Wajisikiaje na hali? Mimi si jambo. Jambo kidogo Umeletwa lini hapa hospitali? Sasa hivi. Sasa hivi. Unasumbuliwa na nini? Mshipa. Mshipa Naam. Umeshaanza kupata matibabu? Napata lakini hajatosheleza kwa sababu nimetiwa maji. Umetiwa maji kwanza? Utaratibu utaendelea. Asante. Basi nikushukuru. Mimi kama unavyoniona naitwa Afandi Hamadi. Natokea Jeshi la Polisi, ni mkaguzi wa shehia. Lakini kazi za Jeshi la Polisi ni miongoni mwa kuwashirikisha jamii katika mambo mbalimbali sawa ambayo wanapatiwa kama huduma. Kwa hiyo mimi nimefika hapa kwa ajili ya kuja kuona wagonjwa ambao wamelazwa hapa hospitali kwa ajili ya hali kwa sababu polisi ni jamii na jamii ni polisi. Sawa Kwa hiyo kuja kuona kwa ajili ya hali, lakini pia kama kuna changamoto ndogo ndogo za kibinadamu niweze kuzisikiliza kutoka kwao. Hii inaonyesha kwamba Jeshi la Polisi liko karibu na jamii, na si kwa sababu jeshi linawataka wanajamii wakiwa wazima tu, lakini hata ikiwa wagonjwa bado jeshi linaendelea kuwathamini. Na ndio maana Afandi Hamadi niko hapa katika hospitali ya Abdalla Mzee kuja kuangalia wagonjwa ambao wamelazwa, ambao wanapatiwa huduma mbalimbali, ikiwa ni miongoni mwa majukumu yetu katika kazi zetu za ushirikishwaji wa jamii. Kwa kweli mimi nashukuru sana, na nitoe wito tu kwa jamii kwamba jamii wanatakiwa wawe karibu na watu ambao wamelazwa hospitali ili kujua hali zao, kwa sababu katika maeneo haya pia kuna mazingatio makubwa kwa Mwenyezi Mungu, kuona kwamba kumbe kuumwa kupo, kufa kupo. Manake inawezekana ukakaa sehemu ambayo huoni watu wakiumwa, huoni vifo vikitokea, lakini ukija katika maeneo haya ukapata mazingatio na ukaweza kumcha Mwenyezi Mungu kwa kiasi kikubwa sana. Haya ni maeneo ambayo hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani watu wanatakiwa wasoge karibu kuja kuwaona wagonjwa, lakini pia si kuwaona tu na kutoa sadaka zao, kwa sababu Mwenyezi Mungu mtukufu Allah Azza wa Jalla anasema wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula khatani ila ajalin qarib fa aswadaqakum minas salihina. Sasa mtu hawahi kutoa mapema kabla hajamfika mauti. Sawa Mtu atoe mapema kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wa anfiqu mimma razaqnakum, na toweni vile ambavyo tumekuruzukuni kabla an yati ahadakumul maut, kabla mmoja wenu hajamfika mauti. Fayaqula, na akasema sasa baada ya kwamba yamemfika mauti, laula akhartani ila ajalin qaribi, Mola wangu kwa nini hunipi muda basi apate kutoa na awe miongoni mwa watenda mema. Lakini muda ukishafika, Mungu anasema la yuakhira Allahu nafsa idha jaa ajaluha la astakhiruna sa'atan wala yastaklimuna. Muda ukishafika basi haucheleweshwi. Kwa hiyo shime watu wasoge karibu kuja kuwaona wagonjwa, kwa sababu unapomwangalia mgonjwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anakulipa fadhila mara mbili. Unapata fadhila kwanza kuja kumuona mgonjwa, lakini fadhila ya pili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ukifanya moja Mungu anakulipa zaidi ya moja. Kwa hiyo inshallah mimi niende kusema kwamba Jeshi la Polisi liko pamoja nanyi, na kama mnavyoona tunaendelea kuwatembelea, kujua hali zenu, kuona changamoto mbalimbali, lakini vile vile tukionekana tumeingia na uniformu inapendeza, kwa sababu hao vibaka wakati mwingine wanaoropoa huingia mpaka hospitali kuja kuibia wagonjwa, si ndio? Lakini tukionekana hivi bado na nyinyi mnapata amani na imani, mnajua kwamba kweli Jeshi la Polisi liko karibu nasi, serikali iko pamoja nasi na amani ipo, kwa sababu tukionekana tupo si rahisi mtu mbaya kuweza kuingia hapa akasema na kwenda, manake wale wanaotumia madawa kulevya hajui yeye wa kumuibia. Hata mgonjwa anaweza kaja kumuibia vitu vyake hapa, yeye akiingia tu kwake yeye ni kuona tu kwamba anapata kitu chake na kwenda kuuza. Lakini tunapoingia katika maeneo kama haya pia tunasaidia kuwepo kwa ulinzi na usalama katika maeneo haya ya hospitali. Jamani, mimi niwashukuru, nimwombe Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri, Allah awajalie wagonjwa mpoe, mrudi tukutane mitaani huko katika harakati za kawaida za kimaisha. Naomba tuendelee kushirikiana inshallah. Mwenyezi Mungu atubariki inshallah. Amin. Uko vizuri? Niko vizuri. Mashaallah. Mungu atubariki. Kwa umoja wetu. Asante sana inshallah. Tuendelee pia mimi kutoa shukrani kwa taasisi ya The Greener Community Support
ambayo inafanya kazi ya kutoa huduma mbalimbali kwa ajili ya kuwapatia wagonjwa chochote cha kujikimu. Kwa kweli ile ni jambo kubwa sana, na sisi tunatakiwa pia tuna mazingatio tuweze kuona wagonjwa, kwa sababu katika kuwatembelea wagonjwa ni miongoni mwa fadhila ambazo zinapatikana kama Allah alivyosema, fa idha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihuna. Katika suratul Jumaa Allah anasema fa idha qudhiyatis salati, mkisha maliza kuswali, fantashiru fil ardi, tawanyikeni katika ardhi, sawa, wabtaghu min fadlillahi, na mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Sasa miongoni mwa fadhila za Mwenyezi Mungu ni pamoja na kuwatembelea wagonjwa ambao wako hospitali, kwa sababu unapomtembelea mgonjwa hospitali akiona ndugu yake Muislamu amekwenda kumtembelea, anafarijika, anapata nafuu ya maradhi alionayo. Na inawezekana unapokwenda kumtembelea mgonjwa ukamtakia na dua, basi asa kwa Mwenyezi Mungu dua ile ikawa ni makubul ya kuweza kumfanya mgonjwa ule akapoa. Kwa hiyo mimi niwahusie jamani, watu wote, jamii, wasifikirie kwenda mbio tu kutafuta maisha, lakini pia wafikirie kwamba katika maeneo yetu ya hospitali kuna ndugu zetu ambao ni wagonjwa na wengine hali zao ni mbaya, tuwapitie kuwaona na pia kuwapa sadaka zetu tulizo nazo, kwa sababu huo ndio umoja na hiyo ndio jamii. Baada hayo, naomba niendelee kutoa shukrani za dhati kabisa kwa hii taasisi, iendelee kutoa huduma na iendelee kuhakikisha kwamba wanatafuta support kutoka sehemu mbalimbali ili kuweza kuwasaidia ndugu zetu hawa ambao wapo katika maeneo haya hospitali ya Abdalla Mzee, ambao na wengine wanatoka sehemu mbalimbali za kisiwa cha Pemba. Kuna watu ambao wanatoka Konde, kuna watu ambao wanatoka Makangale, anakuja hapa hospitali hana jamaa, hana ndugu, hana rafiki. Kwa kweli anachokitegemea ni riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana hawa ndugu zetu ambao wanatoa hii huduma, waendelee kutoa huduma. Ujira mkubwa unapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo baada ya hayo inshallah mimi niwatakie kila la kheri. Mwenyezi Mungu ajalie wagonjwa ndugu zetu ambao wamelazwa katika hospitali hii Abdalla Mzee, awajalie Mwenyezi Mungu wapone, waendelee na harakati zao kimaisha kama kawaida. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.